Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi kwa niaba ya halmashauri ya leo Jimbo Kuu la Dar es Salaam, mimi naitwa John Ndazi, ni mwenyekiti wa halmashauri ya walei. Napenda niwakaribishe waamini wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam katika washa ya waamini wote mwaka huu 2026. Washa hii itafanyika tarehe 6 mwezi wa 6 katika viwanja vya Uhuru. Tumekuwa na mwendelezo wa washa kama 4 zilizopita, itakuwa washa ya 5, lakini tunamshukuru Mungu kwamba kila mwaka tunazidi kuongeza. Kwa mwaka huu tunataraji kwamba washa itakuwa nzuri zaidi, maandalizi ni mazuri, lakini pia mafundisho kwa maana ya katekesi imeandaliwa nzuri ambayo inatufaa katika kutuimarisha kiroho. Kwa hiyo nimuombe kila mmoja wetu ajipange kushiriki warsha hii. Ada ya ushiriki ni shilingi 5,000 tu, na hii tunaitoza kwa sababu ya gharama za uwanja na gharama zingine, ndio maana inabidi tuchangie. Kwa hiyo niwaombe wale wote wenye mapenzi mema waanze kujiandaa, wajiandikishe kupitia jumuiya zao ndogo ndogo, na hatimaye viongozi wa jumuiya watawasilisha majina hayo parokiani, lakini pia michango yote itakayokusanywa hatimaye iwasilishwe kwenye akaunti za Jimbo Kuu la Dar es Salaam, akaunti za halmashauri ya walei. Basi naomba niwakaribishe sana ili tuweze kushiriki kwa pamoja, tuendelee kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi na mimi mbele yenu ni mjumbe wa Secretariat ya maandalizi ya warsha, naitwa Salome Ntaro. Niko hapa kwa niaba ya kamati, lakini kuwaalika waamini wote wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam kushiriki warsha hii ambayo mwaka huu imepangwa kufanyika mwezi wa 6 tarehe 6. Miaka ya nyuma yote tumekuwa tukifanya mwisho wa mwaka mwezi wa 10, lakini kwa sababu mwaka huu tuna tukio kubwa la kijimbo la jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu ya Ukristo Jimbo Kuu la Dar es Salaam, tumeihamisha na kuifanya mwezi wa 6 ili basi ifanyike na isiahirishwe. Tunaomba tuwaalike wote kuanzia jumuiya, parokia, dekania, washiriki wote vyama vya kitume, tushirikiane kuhamasisha waamini kujiandikisha na kulipia hicho kiasi cha shilingi 5,000. 5,000 ni ndogo kwa sababu tunagharamia vitu vingi, mfumo wa sauti, gharama za uwanja, ulinzi na mambo mengine. Lakini zaidi tutakuwa na michezo. Safari hii tunafanya katika uwanja wa Uhuru, kwa hiyo tuna uhuru wa kufanya michezo kama ambavyo tulifanya katika miaka ya nyuma kwenye uwanja wa Taifa. Wale wapenda michezo tujiandae kuvuta kamba, tutacheza mpira, wakina mama, wawata na uwaka na masista, lakini pia na mababa watacheza pamoja na uwaka. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam tufanywe upya na Roho Mtakatifu. Ninaitwa Rosie Gerard, ni katibu wa kamati yetu ya uinjilishaji utume wa walei Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kwa niaba ya kamati ya uinjilishaji tunaomba kwa namna pekee kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kutupatia nafasi hii ya kuanza maandalizi ya warsha ambayo itafanyika tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 katika uwanja wa Uhuru. Na kama tulivyosikia kauli mbiu kwamba jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam tufanywe upya na Roho Mtakatifu, basi katika maandalizi haya tunapojiandaa tuendelee basi kujiandaa kufanywa upya, kupyaisha maisha yetu ya kiroho kama ambavyo mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano wanatuambia katika decree juu ya kazi za kanisa kwamba walei wanahitajika wawe hodari, wawe na bidii, na wawe wale ambao wanajibidisha kufanya kazi bega kwa bega na hierarkia, ili basi kanisa listawi na kazi za Mungu ziweze kufanyika vizuri, lakini tuweze kuwa Wakristo kweli kweli na tuweze kuishi Ukatoliki kweli kweli. Basi katika maisha haya kupaishwa na Roho Mtakatifu, Roho anayetuongoza, Roho anayetuombea, Roho anayetupenda, yeye ambaye ndiye nguvu ya Mungu. Tujazwe nguvu ya Mungu tuweze kustahimili yote, lakini atuwezeshe kujiandikisha kwa wingi, tuende kwa wingi na tuweze kujaza ule uwanja wa Uhuru, wanasema mpaka uteme nje. Jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam tufanywe upya na Roho Mtakatifu. Basi kwa majina naitwa Scholastica Mandwa, ni katibu msaidizi wa dekania ya Mtakatifu Thomas More hapa katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Nami pia ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupa nafasi nyingine tena ya kujitafakari
na kujipyaisha upya kwa kumtumia Roho wa Mungu katika kipindi kingine cha warsha ya waamini ambako tunakwenda kujifunza mambo mengi. Mimi naomba niwahamasishe ndugu zangu viongozi wote wa dekania zote za Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Tuhakikishe kabisa kwamba waamini wengi wanashiriki na wasikose hiyo fursa ya kuendelea kulijua neno na kuendelea kuishi Ukristo wao wakiwa wanajua njia. Neno la Mungu ni njia, ni mbegu, ni chakula. Bila kuwa na neno la Mungu kwa wingi ndani kwetu, tutazimia njiani. Hivyo viongozi wa dekania zote, nikianza na dekania yangu ya Mtakatifu Thomas More, kokote mliko mnanisikia, na wasihi na kuwaomba tujiandikishe kwa wingi, na siku hiyo Mungu aendelee kutukuzwa katika hili Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Lakini pamoja na hayo, majimbo jirani, jimbo la Bagamoyo, jimbo la Morogoro, jimbo la Lindi na majimbo mengine yote yaliyokuwa jirani kama Tanga pia mnakaribishwa. Lakini katika swala la michezo, makamisa wetu wako tayari. Siku hiyo pia kutakuwa na mchezo mmoja hapa tujautaja, wa kufukuza kuku ukiwa ndani ya gunia, na atakayempata wa kwake. Kwa hiyo karibuni kwa wingi, karibuni sana, tujiandikishe, tusichelewe. Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria. Mimi hapa ni Alvera Kabuogi, mwenyekiti wa Legio ya Maria Jimbo. Ninawahamasisha waamini wote kushiriki warsha, lakini nawahamasisha wana Legio kufanya kazi ya uhamasishaji kupitia kazi yetu ya nyumba kwa nyumba. Nadhani kila parokia ina Legio, ina presidium ya Legio. Tutawapangia wa Legio wetu kuwahamasisha, kwa sababu kama tulivyosikia Chancellor alivyosema, watu wanakuja mpaka dakika ya mwisho wakati siku ya kufunga imeishapita. Sisi tutajitahidi tuwahamasishe watu wawe na taarifa, waweze kujiandikisha mapema ili mipango iende vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Ana Mwikombe, mwenyekiti msaidizi wa chama cha kitume cha Nyota Njema, na waasa waumini wote kushiriki kwenye warsha itakayofanyika mwezi wa 6 tarehe 6. Pia tunaiwahimiza wakina mama, wanawake wote siku hiyo kutokukosa katika warsha hiyo. Pia tunaomba mtoe michango 5,000 kama tulivyohamasisha hapa, watu wote watoe shilingi 5,000 kwa wakati, na wasihi sana msikose. Karibuni siku hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Nami kwa niaba ya kamati tendaji ya wazee Jimbo Kuu la Dar es Salaam, na waalika wazee wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam kushiriki washa ya tarehe 6 mwezi wa 6 na kutoa mchango ili wote tuweze kuimarika kiimani. Huo ndio wito wangu kwenu nyote, kwamba tushiriki kwa wingi kwenye washa hiyo. Lengo ni moja tu, tushiriki, tuimarika kiimani ili tuweze kufika mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Kwa jina ninaitwa Fabian George Mabano. Nimekuja kwa niaba ya mwenyekiti wa Rozari Hai Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kwa niaba ya kuhamasisha wenzetu wote wa Kristo waliko kokote pale, hata katika nchi nzima, kuwahi kuja kushiriki katika warsha hiyo ya mwezi wa 6. Kikubwa zaidi, kuja kuchota neema. Utaichota vipi? Kwa kuja kusikiliza na kupata kitu ambacho kuweza kuwasaidia wenzetu kulisikia lile neno, kwa wale ambao hawakusikia, uweze kuwa chachu kuinjilisha vema. Tunawaomba wote ndugu na jamaa ambao watapata nafasi wajitahidi juu chini. Pia tunaomba huo mchango wa shilingi 5,000, tunawaomba wote tafadhalini tujitahidi kutoa chochote kile, hata ziada, ili kiweze kusaidia kufanya kitu kizuri zaidi na kupata kuinjilisha vizuri zaidi na zaidi. Tumsifu Yesu Kristo.
Naitwa Tegemeo Patrick, ni mratibu wa CPT. Kwa niaba ya kamati tendaji ya CPT pamoja na uongozi wa jimbo, tunaendelea kualika waamini wenzetu kushiriki katika warsha ya 5 iliyoandaliwa na uongozi wa jimbo itakayofanyika tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Pengine tutasema kwa nini ushiriki? Yawezekana ni mara yako ya kwanza kushiriki, ni sababu mojawapo basi ya mwaka huu kushiriki warsha hii. Yawezekana ulishiriki mwaka jana, basi sababu ya msingi shiriki tena mara hii ya 5. Pengine haukuwepo wakati jimbo linaanzishwa. Leo tunapofanya jubilei ya miaka 75, basi ni sababu nyingine ya wewe kushiriki katika warsha hii, ambapo tunafanya maandalizi ya jubilei kuu ya miaka 75. Lakini sababu nyingine ya msingi, hapa na pale baadhi yetu tumekuwa tukisema hatuna mafundisho, hatupati fursa ya kujifunza. Basi kupitia warsha hii tutapata mafundisho ya kina kabisa, na hasa tukiongozwa na mada ambayo tayari baba ameshatushirikisha, ambapo tutaona nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu sisi kama Wakristo. Kumbe muamini mwenzangu, pamoja nasi sote, kila mmoja kwa nafasi yake, ngazi ya jumuiya, ngazi ya familia, ngazi ya parokia, tutumie fursa hii katika kuhamasishana na zaidi ya yote kushiriki kwa siku husika, na hatimaye tuweze kuchota baraka na neema, tuweze kupata mafundisho msingi ya tutoe katika hali ya kuwa Wakristo wa Dominika, bali tuwe Wakristo wa kila siku. Kile tutakachojifunza, kile tutakachokichota, tuwe katika nafasi ya kuyaweka katika maisha yetu ya kila siku, na kwa njia hiyo tunaendeleza kazi ya uinjilishaji kama kanisa kwa nafasi yetu kama walei. Ninakualika usipange kukosa. Bwana utuhurumie, Kristo tusikilize. Bwana utuhurumie, Kristo tusikilize. Kwa niaba ya wajane na wagane wote, tumekuja kwa ajili ya kuhamasisha warsha yetu Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kwa mwaka huu itafanyika tarehe 6 mwezi wa 6 katika uwanja wa Taifa hapo Dar es Salaam. Karibuni sana, tushiriki wote. Wajane na wagane tusiombe kukosa. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza juu ya Roho Mtakatifu na maisha mengine kama ilivyo kawaida yetu. Kwa hiyo tunaomba tushiriki kwa mchango wa shilingi 5,000 kama kuchangia uwanja na mambo mengine. Mama Maria, mama wa wote. Kwa majina naitwa Grace Mnyani, ni makamu mwenyekiti wa huduma Fatima Jimbo, lakini kwa nafasi hii nimekuja kwa niaba ya mwenyekiti na kamati tendaji yote. Nasi wanahuduma wa Fatima tunapenda kualika waamini wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam kushiriki katika warsha hii ya walei ambayo imetangazwa kufanyika tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni siku nyingine njema ambayo Mungu atatupatia. Basi tunapenda kuhamasisha waamini wote kuanzia ngazi ya familia, jumuiya, kanda, parokia, dekania na jimbo zima la Dar es Salaam na majirani zetu wote tuweze kushiriki kwa pamoja. Tukusanyike chini ya miguu ya Yesu kusikiliza anataka kutuambia nini, ili tuweze kuimarisha utume wetu hapa duniani. Jubilei ya miaka 75 Jimbo Kuu la Dar es Salaam tunafanywa upya na Roho Mtakatifu. Jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam tunafanywa upya na Roho Mtakatifu. Ufata, uhai na maadili. Ufata, uhai na maadili. Ninaitwa Justin Asenga, mratibu wa utume wa uimarishaji wa familia Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kwa kifupi Ufata. Niko hapa kuhamasisha walei wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam na nje ya jimbo tukaribie siku ya warsha kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali, lakini pia tutakuwepo wanaufata wote na kifaa cha ajabu hiki ambacho kinazungumzia mabadiliko mbalimbali katika maisha ya na mwili wa binadamu.
Kwa hiyo kifaa hiki tutakuwa nacho, mtu yote atapata nafasi ya kujifunza kwa kifupi kabisa, na ataondoka na kitu kizuri kinachohusiana na uzazi. Uzazi ni nguvu ya Mungu, ni mpango wa Mungu na ni uwezo wa Mungu. Ukipoteza uzazi, umepoteza uwezo wa Mungu ndani ya maisha yako. Kila kitu kinakwenda katika hali ya kutokueleweka katika maisha yetu. Kwa hiyo tunawakaribisha wote. Mara nyingi tumekuwepo kwenye warsha pale zilizotangulia, lakini sasa uwanja wa Taifa tutakuwepo, maeneo yote tutakuwepo pale kwa ajili ya kuzungumza na watu mbalimbali. Karibuni sana wanaofuata wote. Tunajiandaa pamoja na michezo kadiri ya katiba ya halmashauri ya walei katika ukurasa wa 27 na 28, kamati ya malezi na familia tutakuwepo pale kwa ajili ya kuzungumzia mambo mbalimbali. Kwa yeyote ambaye atakayekuwa na swali, tutakuwa na majibu kwa ajili yake. Tumsifu Yesu Kristo. Jina langu naitwa Vincent Kasambara, ni mwenyekiti wa shirika la Mtakatifu Vincent wa Paulo Jimbo Kuu la Dar es Salaam, na mimi nitumie nafasi hii kualika waumini wote wa Kanisa Katoliki katika washa hii ambayo itafanyika tarehe 6 mwezi wa 6 katika uwanja wa Uhuru. Washa au semina ni vitu muhimu sana. Hata makongamano yanayoandaliwa na kanisa ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha imani yetu, lakini pia tunajifunza mambo mengine kama kwa mfano utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo pamoja na kutunza, lakini pia washa kama hizi ni sehemu pia ya kutukutanisha na kupata mafunzo mengine, hasa kuepukana na mambo mbalimbali. Kama utakumbuka siku za hivi karibuni kuna mambo yanatokea, wengine wanajiandamana kama ni Wakatoliki na wengine, lakini kumbe kupitia mafunzo na semina na washa kama hizi ambazo zinaandaliwa na kanisa itatupa msingi mzuri ya kuendelea kujiamini na kusimamia imani yetu. Kwa hiyo niwaalike sana vijana, watoto, wazee, wakina mama na wengine wote ambao wanapenda kushiriki. Basi tushiriki, tujifunze na tuwe na elimu ya kutosha kuhusiana na masuala ya imani, lakini pia na masuala mengine kama ya utunzaji wa mazingira. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Goodluck Yogeni Mdage, ni mwenyekiti wa watumishi wa altare Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kwa niaba ya watumishi wa altare Jimbo Kuu la Dar es Salaam, napenda kuwaalika waamini walei wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam kushiriki warsha ya jimbo itakayofanyika tarehe 6 Juni katika viwanja vya Uhuru. Ni fursa adhimu ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa muda, tuweze kushiriki kuimarika kiroho. Semina mbalimbali zitatolewa, mafundisho mbalimbali yatatolewa, itakuwepo michezo, kwaya mbalimbali. Naomba usipange kukosa kushiriki warsha hiyo. Kiingilio au ada ya ushiriki ni shilingi 5,000. Katika viwanja vya Uhuru tuweze kuvijaza viwanja vyote, tukaweze kujaza uwanja wote na mapema sana kuweza kushiriki kikamilifu. Tumsifu Yesu Kristo. Mapendo daima. Jina langu ni Daniel Anthony Mwentu, mwenyekiti wa Viwawa Parokia Mtakatifu Maurus Kurasini. Kwa niaba ya uongozi wa vijana Jimbo Kuu la Dar es Salaam na vijana wote wa vyuoni TMCS, lakini tunawaita vijana wote kwa pamoja ndani ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam, tuungane tarehe 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Sisi kama vijana tumebarikiwa nguvu, na nguvu zetu ndizo ambazo zitatufanya tuweze kufika katika uwanja ule wa Uhuru. Sisi vijana tunaita shamba la bibi, mtusamee kidogo, lakini hapo ndipo ambapo tutakuja kwa pamoja katika uwanja huo na kuhakikisha siku hiyo tunaweza kupata mafundisho mengi kama vijana wa Katoliki. Tunahitaji mafundisho hayo ili kuweza kutuweka imara, na popote tutakapopita kama vijana, basi tuweze kushirikiana na kuweza kutangaza Ukristo Katoliki wetu, tukiwa tumejawa Roho Mtakatifu kama ambavyo kauli mbiu inavyotuongoza ya jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam ikituambia tufanywe upya na Roho Mtakatifu. Karibuni vijana wote tuweze kumtukuza Mungu siku hiyo katika warsha ya walei Jimbo Kuu la Dar es Salaam tarehe 6 ya mwezi wa 6 2026. Kwa majina naitwa Method Matias Kesi, ni makamu mwenyekiti wa ushirika wa Mtakatifu Yesu Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Nimewakilisha chama changu katika uzinduzi wa warsha hii kwa ajili ya waamini wote. Ninaomba nichukue fursa hii pia kuwakaribisha wanamoyo mtakatifu wa Yesu wote katika uwanja wa Uhuru, na katika warsha hiyo basi tutumie muda huo vizuri ili yale ambayo tutakuwa tunaelimishwa yatusaidie kuishi imani yetu. Kadhalika ninawakaribisha waamini wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam na hata wale wageni wanaotokea mikoa mbalimbali kuja jimboni hapa, basi waweze kushiriki warsha hiyo
ili kanisa letu liweze kuendelea kukua.